ingia katika mlango muhimu sana, na wengi katika sisi twajua jambo moja tu katika mlango kama hunu. Wengi, sijasema sote. Nikisema wengi sijakusudia sote, sio ukasema nimewafanya watu hawajui kitu. Wengi wanajua, lakini wengi wajua jambo moja tu, nao ni mlango wa kuzungumzia swala ya msafiri. Swala ya msafiri, wengi wetu twajua msafiri hukusuru na kujumuisha, basi hilo twalijua. Lakini ni wakati gani hujumuisha, ni wakati gani hukusuru, ni sharti gani za kujumuisha, ni sharti gani za kusuru, hatuzijui. Kabla sijaingia kuzungumzia haya masala, msafiri katika milango ya fikihi kuna aina tofauti tofauti. Kivipi? Unaweza kuwa wewe ni msafiri katika swala, lakini usiwe ni msafiri katika swaumu. Tufahamu kwanza hili. Sio kila anayekusuru swala asema mimi nafaa kula. Hebu taratibu. Sio kila anayefaa kula anafaa kukusuru. Hebu taratibu. Msafiri katika swala, kuhusu kukusuru na kujumuisha. Msafiri katika saumu, kuhusu kula, ni tofauti na msafiri katika mlango wa kutayammam. Masala tulipoelezea kuhusu kutayammam, tulielezea yafaa kutayammam ukiwa safarini, lakini msafiri sio ule katika mlango wa tayammum, sio hu msafiri anayezungumzwa katika mlango wa swala. Kwa mfano, kiufupi, katika masala ya kutayammum, msafiri ni yule aliyoko sehemu ambayo kwamba kawaida maji hayapatikani. Kawaida maji hayapatikani. Na maanisha kuna watu hukaa vijijini, na pale vijijini henda mtoni kuteka maji. Ni kweli si kweli hili? Sasa kifikihi, kule mtoni ndio mjini na mjini ndio safarini. Wao kwenye mlango wa tayammum hakuangalia nyumba, wametazama maji. Sehemu inayopatikana maji ni mjini. Sehemu hakuna maji, hata kama kuna nyumba za gorofa, ni wapi? Ni shamba, ni safari. Sijui umenifahamu hapa? Saa ingine waweza kumwambia mtu, mimi nakaa mjini bwana, huyu uka shamba huko mtoni kwenye maji. Ni kweli kimaisha wewe uko mjini, yeye uko shamba, lakini kimasala ya tayammum yeye uko mjini, wewe ndio uko shamba. Nafikiri hapa tumefahamu. Tuje katika masala ya swala ya safari, ndio mlango wetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ameelezea hii swala ya safari. Asemaje? Wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun. Darabtum, mukisafiri. Na ndio ikiwa mwakumbuka, tuliwahi kuelezea kwamba baadhi ya wanazuoni walifasiri maana ya hadithi iliyoelezea, sio hadithi, aya iliyoelezea wadhribuhunna. Wadhribuhunna, wengine wakafasiri kupiga, wengine wakasema la, wadhribuhunna safirini, kwa maana dharbu kusafiri. Na katika Qur'ani kila dharbu iliyokuja ni maana ya safari. Wakasema dharbu huja kwa maana ya kusafiri. Kupiga, kuna kupiga kofi, fawakazahu Musa, kuna lakz, ngumi,
Yani kupiga kuna tofauti, ngumi na jina lake, kofi na jina lake, ngoto na jina lake. Sasa hapa Mwenyezi Mungu aliposema wadhribuhunna, safirini, yani ondokeni. Hasa wenda wapi? Weni ache tu, utamtia uchungu. Katika kitu kinachomtia uchungu mwanamke ni kusafiri bila kumuaga, au umuage lakini usimwambie wenda wapi. Wenda wapi? Mimi nasafiri tu. Si unaambie si juu yako, si yeye jeuri, ngoja mimi nisafiri. Lakini kabla hujafanya kitu fikiria natija yake. Kuna wengine ukwambia ni bora tena usirudi kwa sasa, fadhali usafiri, manake na yeye amekomeka na wewe zako. Sasa angalia, ikiwa moja katika strategies za kumtia adabu mwanamke ni kumuhama kitandani, muhame, na moja ni utoke nyumba, toka wewe. Unaona Qur'ani haijatuambia wasafirisheni, watoweni. Hakuna katika Qur'ani watoweni. Katika Qur'ani iliyoko ni toka wewe, mwache. Pressure zimeshuka, sawa. Pressure hazikushuka, mpe talaka, lakini mwache pale pale ndani. La tukhrijuhunna min buyutihinna, tusiwatowe. Mungu amekataza. Na hakuna katika Qur'ani sehemu nyumba imenasibishwa na mwanamume. Kwenye Qur'ani ukipitia aya zote, nyumba imenasibishwa na mwanamke, yani ule mke aliolewa. Sasa Mwenyezi Mungu asema wa idha darabtum fil ardi, mukisafiri, fala junaha alaikum, hakuna makosa, an taksuru min as-salati, mupunguze swala, mukusuru. Kukusuru ni kukipunguza kitu nusu, yani swala za rubaia, swala za raka 4, adhuhuri, alasiri, isha, si makosa ukiswali raka 2. In khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, mukiogopa. Lakini si sharti hili, kwa sababu aya hii ilipoteremka Waislamu tayari wameshatawala kila mahala, washaiftahi Makkah, hawana tena uoga. Si sharti, si lazima kwamba kukusuru mpaka uwe na uoga. Hasili wa hii aya ni kuwa twafaa kukusuru, lakini aya imesema yafaa. Msafiri ni upi anayefaa? Kuna sharti gani? Hii ndiyo maelezo tutakao kuingia katika huu mlango. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema as-safaru qit'atun min al-adhabi, safari ni moja katika aina za adhabu. Safari ni moja katika aina za adhabu, manake safari ni nzito, safari ni uthaqili, yani kule kusafiri. Ama safarini weza kuwa wendao ni starehe, lakini ile safari yenyewe hata kwa ndege itoshe tu. Kwenye ndege lau katiliwa video za kuonesha ndege zinavyolepuka utakosa raha. Mtu akakupigia simu, boss uko yani kwa ndegeni hapa, unsikia leo nini? Imareti imelepuka. We tumbo tayari. Na ndege ulioipanda na wewe ni Imareti, au ndege ulioipanda ni yani ile ndege ulioipanda wewe ndio anakutajia jina hilo hilo. Tumefahamu? Utakosa raha. Au kwenye gari mtu akwambia bwana nenda Nairobi, leo kuna mabasi matatu yamepata ajali, utakuwa na raha tena? Sasa safari, ule wakati mnasafiri ni adhabu. Na ndio ukaona Uislamu umechunga dhiki na dharuba za safari. Kama mwakumbuka nyinyi kwenye darasa nimekwambia, ikiwa bado kuswaliwa wakati umeingia, lakini kuswaliwa jamaa bado, na wewe na wenzako wako tayari kuondoka, tukakwambia unaruhusiwa uswali peke yako ili uwahi kuondoka na wenzako. Yani ninakusudia wenzako company, sio ni gari tu uondoka hata iondoke. Wananipa company kwenye safari. Kwa ule uzito wa safari ukaruhusiwa wewe uswali peke yako kwa ajili ya upate company kwenye ile safari, kwa sababu safari ni nzito, hasa ukiwa peke yako huzidi dhiki.
Kuna ruhusa katika sharia zimetolewa aina mbili. Nisikizeni kwa makini. Lakini hili darasa litapendeza mtu kiwa hatokosa. Atakaye kukosa mingine atayakosa. Utaweza kufuatilia kwenye mitandao iko. Ruhusa ni kitu ambacho kwamba asili kilikuwa hakuna, kisha tukaruhusiwa ndani yake. Asili ilikuwa la hayafai mambo kama haya, kisha lakini tukahafifishiwa, tukaambiwa sawa. Ruhusa zenye kufungamana na safari. Safari kuna aina safari ziko aina mbili. Kuna safari yaitwa safarun tawilun, safari ndefu. Safari ndefu ni safari ambayo kwamba haipungui kilomita 82. Sikiza uzuri. Safari ndefu ni safari ambayo haipungui 82 kilomita. Kwenda tu, usifanye kiswa cha Juha, kwenda kilomita 41 na kurudi 41 ukaplus ukajumlisha. Iwe kwenda tu ni kilomita ngapi? 42 kilomita. 82 kilomita. Aweza kupungua kilomita 1 2, haina neno. Lakini kwa kutoka Shakani 82 kilomita. Hii yaitwa safari gani? Ndefu. Safari fupi haina kilomita, ni kutoka tu pale ambako kwamba wewe palipokuwa ni paitwa mathalan Mombasa. Eneo la Mombasa, ukisha kupita Nyali Bridge wewe umeshatoka ni hamuko. Umeshatoka Mombasa. Usiangalie maina ya county, ni county moja. Hii county si ya dini, hii county ni ya kiserikali. Mimi nazungumzia hapa, nazungumzia Islamic law, sharia. Ukishakuvuka Likoni feri kiondoka kwenda upande wa pili, ushatoka Mombasa. Masala ya county achana nayo. Ukisha kutoka kwaitwaje huku Kibarani, ushatoka Mombasa, uko saidi nyingine. Masala ya county achana nayo. Sasa safari fupi ni kuondoka kwenye lile eneo lilikiitwa, sasa mmeingia kwenye eneo silo lile. Kinyume kama lile eneo limeongezwa pale pale. Kama hii Mombasa huwezi kuiunga, ni biriji ile. Leo biriji zikikatika huku na huku, Mombasa inabaki kisiwa kivyake. Sasa mfano kama kisiwa cha Amu. Wajua katika kisiwa kidogo ni Mombasa. Kisiwa cha Amu kuna miji minne. Miji minne iko. Kuna Amu, kile kisiwa cha Lamu, kuna Amu, kuna Shela, kuna Matondoni, kuna na Kipungani. Lakini ile Lamu ina nafasi nyingi ya mashamba bado imebakia. Sasa kila kukijengwa nyumba, baada ya mwisho wa nyumba kikujengwa, bado ile yabaki iko ndani ya Amu. Lakini pale Lamu kisiwani, mimi nikitoka Amu nikaenda Shela, nimeambiwa nimeenda safari ndogo. Kwa sababu Shela si Amu na Amu si Shela. Nikitoka Amu nikaenda Matondoni, niko kwenye same island, lakini Matondoni ni mji wake na Amu ni mji wake. Sijui mmenifahamu hapa? Mmenifahamu vizuri hapa? Kuna mji kupanuka, lakini kuna mji uko kivyake. Kama Nairobi, akumbukao kwenye 70s, Nairobi sio hii, ilikuwa ndogo, lakini imejengwa. Ni ule ule mji. Ni ule ule mji umeshikana, yani ule mji. Ila lau tuseme Nairobi na Thika. Nairobi ilikuwa kama Nairobi na Thika ilikuwa kama kujengwe, Thika ipanuke na Nairobi ipanuke mpaka zifanye nini? Zishikane. Lakini haitoitwa Nairobi, itaambiwa hii sehemu ni Thika na hii sehemu, wajua Thika watasema hapa ni Thika, wajua Nairobi watasema hapa ni Nairobi. Kila mmoja jina lake, hata kama ile miji imefanya nini? Imeshikana. Sijui mmenifahamu hapa vizuri? Kuna tofauti, ni mji ulikuwa mdogo, umejengwa ukapanuka, lakini ule mji ni ule ule. Bado utabakia ni pale pale. Mathalan New York City. Ndani ya New York City kuna airport kadhaa wa kadhaa. Wewe wasafiri ndani ya New York City kutumia ndege. Wewe uko New York, bwana enda wapi? Mimi ndege yangu saa 3. Wewe enda wapi?
nenda hapa New York huku, lakini nenda sehemu fulani. Yaani wewe ukiamua kuitembea kwa gari ni takriban zaidi ya masaa 12, lakini yote ni New York. Si kwa kuna mji mwingine umeshikana sasa na Jamani, haya masala lazima tuyafahamu. Sasa kuna ruhusa zimefungamana na safari ndefu. Tumekwambia safari ndefu ni kilomita ngapi? 82. Safari fupi hazina kipimo. Ni ile sehemu uliokuweko ukatoka ukaenda sehemu nyingine, nayo ina ruhusa zake. Sasa ruhusa zilofungamana na safari ndefu inshallah